Asa wala raiba anna husna dhanni inma yakunu ma'al ihsan. Sheikh anasema na hakuna shaka kwamba kule kuwa na dhana nzuri, ile dhana nzuri inakuwa iko pamoja na kutenda wema. Fa in kana almuhsinu fa in kana almuhsinu imeandikwa hasanu, lakini inakuwa ni hasana dhanni bi rabbih. Fa in kana fa in fa innal muhsina fa innal muhsina, hakika ya mwenye kutenda mema, hasanu dhanni bi rabbih, huyu ni mzuri wa dhana kwa Mola wake, ni mzuri wa dhana kwa Mola wake. Annahu yujazihi ala ihsanihi wala yukhlifu wa'dahu wa yaqbalu tawbatahu, kwamba yeye Mola wake atamlipa juu ya ule wema wake, wala yukhlifu wa'dahu, na wala hatokhalifu Mola wake ahadi yake, sababu inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Wa yaqbalu tawbatahu, na Allah jalla wa ala atakubali yeye tauba yake. Lakini wa amma al-musii'u al-musirru ala al-kaba'iri wadh-dhulmi wal-mukhalafat, ama yule mwenye kuendelea juu ya madhambi makubwa na dhulma na mikhalafa, fa inna wihshata al-ma'asi wadh-dhulmi wal-harami tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih. Hivi vitu hivi, mwenye kuendelea na madhambi makubwa na dhulma na mikhalafa, hakika ya ule upweke wa maasi na dhulma na haramu unamzuia yeye kutokamana na kumdhania vizuri Mola wake. Wa hadha mawjudun fil mushahada, ili jambo lipo lenye kupatikana kwenye kulishuhudia, lipo wazi wazi ayana. Fa innal abda al-abiqa al-musi'a al-kharija an ta'ati sayyidihi la yuhsinu dhanna bihi, kwa sababu hakika ya yule mtumwa aliyetoroka, al-abiq ay ash-sharid, aliyetoroka ambaye ni mwenye kukosea, aliyetoka kwenye taa ya sayyidi wake, huyu la yuhsinu dhanna bihi, huyu haifanyi mzuri dhana yake kwa huyo sayyidi wake, sikamkimbia. Na vile vile mja atakapokuwa na muasi Allah, huyu naye pia hawezi kuifanya mzuri dhana yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa asbabu zinazomfanya asifanye mzuri dhana yake ni ule upweke wa maasi na dhulma na mambo ya haramu ambayo anayafanya. Fa nas'alullah as-salamata wal afiya. Kadhalika anasema wala yujamia wihshatul isaati ihsana dhanni abada, na wala hakukusanyi ule upweke, haukusanyi. Wala yujami'u wihshatul isaati, na wala haukusanyi ule upweke wa kutenda makosa madhambi, ihsana dhanni abada, ule kuifanya mzuri dhana milele. Ule upweke wa kukosea haukusanyi ule uzuri wa dhana milele. Fa innal musii'a mustawhishun biqadri isaatihi, kwa sababu yule mwenye kukosea ule anakuwa na hali ya upweke kwa kiasi cha kukosea kwake. Wa ahsanu nnasi dhannan bi rabbih atwa'uhum lah, jambo la kulizingatia. Na yule mtu aliyekuwa na dhana zaidi na Mola wake ni yule mwenye kumtii zaidi huyo Allah. Kwa hiyo aliyekuwa mzuri wa dhana zaidi kwa Allah ni yule aliye mzuri zaidi na aliyekuwa na hali kubwa ya kumtii sana huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, kama alivyosema al-Imam al-Hasan al-Basri Allah amrehemu, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsana al-amala, hakika yule muumini amefanya vizuri dhana yake kwa Mola wake, akafanya vizuri yale matendo. Kwa sababu ya kule kufanya kwake vizuri dhana, ikawa ni sababu ya yeye kutenda nini? Matendo mema. Wa innal fajira asaa dhanna bi rabbih fa asaa al-amala, na yule mtu muovu yeye amekosea dhana kwa Mola wake, akakosea matendo. Allahu musta'an.
Kwa hiyo sio sawa kubweteka na hayo, sio sawa kubweteka na kwamba Allah atasamehe kadha kadha. Wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa sharidun anhu, na vipi awe mtu anatakasa dhana, anaifanya vizuri dhana yake kwa Mola wake na hali ya kuwa yeye katoroka kwake. Sharidun, katoroka. Halun murtahilun fi masakhitihi wama yughdhibuhu, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuthibiti kadhalika na mwenye kuyaelekea yale yenye kumchukiza Mola wake, yale ambayo ni machukivu ya Mola wake na yenye kumchukiza yeye. Muta'arridun lila'natihi, hali ya kuwa ni mwenye kukaa sehemu na kuingilia laana ya Allah. Qad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa'adaahu, imekuwa nyonge, imekuwa duni haki ya huyo Mola wake na maamrisho ya Mola wake akaipoteza yeye. Wa hana nahyuhu alayhi fartakabahu wa asarra alayhi, na pia ikawa nyonge, ikawa duni yale makatazo ya Mola wake juu yake yeye akayatenda, kadhalika na akaendelea juu yake. Yani iweje huyu mtu ana dhana nzuri kwa Mola wake? Sheikh anauliza hapa, yani iweje mtu ana ahwali hizi kisha awe na dhana nzuri kwa Mola wake? Wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbih man barazahu bil muharaba, na vipi awe ana dhana nzuri mtu na Mola wake yule ambaye yeye kamfanyia mubaraza kwa kumpiga vita, yani kamdhihirikia Mola wake na sifa ya kumpiga vita. Vipi huyu awe na sifa ya kumtakasia dhana Mola wake? Waada auliyaahu, na akawafanya maadui wale vipenzi vyake Allah, na akawafanya maadui wale vipenzi vyake Allah. Na vile vile wajahada wawala a'daahu, na akawafanya vipenzi wale maadui wa Allah. Wajahada sifati kamalihi, na kadhalika na akapinga zile sifa za ukamilifu wake Allah. Wa asaa dhanna bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, na akakosea dhana kwenye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana akaifanya mbaya dhana yake kwenye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaisifia kwayo nafsi yake, na yale ambayo kasifiwa kwayo Allah subhanahu wa ta'ala na nani? Na mtume wake. Wa dhanna bijahlihi anna dhahira dhalika dalalun wa kufrun, na akadhania kwa ujinga wake kwamba ule uwazi wa hilo ni upotevu na ukafiri. Yani vipi huyu mtu aingie kwenye daira ya kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana nzuri? Haiwezekani. Wa kaifa yuhsinu dhanna biman yadhunnu annahu la yatakallamu wala ya'muru wala yanha wala yarda wala yaghdabu, na vipi mtu aitakase dhana yake, aifanye dhana yake kuwa ni mzuri kwa yule ambaye anaona kwamba haongei. Sikuna wanaoona kwamba Allah haongei. Sasa wale ambao wanaona kwamba Allah haongei wale, na wala Allah haamrishi wala hakatazi wala haridhi wala hachukii, yani dhana zote hizi ambazo mtu yupo nazo hivi, au mambo yote ambayo haya anayakini nayo kwenye akili yake kwamba Allah haongei, yani anayakini hii. Faqad qala Allah ta'ala fi haqqi man shakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'd al-juz'iyati wa huwa sirru min al-qawli, na hakika amesema Allah mtukufu kwenye kunako haki ya yule ambaye katilia shaka kuhusu kufungamana usikivu wake na baadhi ya vile vilivyokuwa ni juz'iyati katika kauli, na ni siri katika maneno, ile mambo ambayo ni asiri. Mtu kawa na shaka kwamba haya hayafungamani na Allah. Huyu Allah anasema wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum, na hiyo ndiyo dhana yenu na huko ndiyo kudhania kwenu ambako mlimdhania Mola wenu. Ardakum, angalia, kudhania kwenu huko kumewaangamiza. Ardakum ay ahlakakum wa awqa'akum fil bawar,
kumekuangamizeni huko kudhania kwenu Allah kumdhania yeye vibaya, kisha fa asbahtum minal khasirin, mkapambaukiwa nyinyi kuwa ni katika waliokula hasara. Surah Fussilat aya 23. Fahaulai, angalia Allah alivyojalia hapa kwenye hii aya, na angalia maelezo ya Sheikh rahimahullahu ta'ala. Fahaulai lamma dhannu anna Allah subhanahu wa ta'ala la ya'lamu kathiran mimma ya'malun kana hadha isaatan lidhannihim bi rabbihim. Watu hawa pindi pale ambapo walipodhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayajui mengi kwenye yale ambayo wao huyatenda, jambo hili likawa ni kule kumkosea dhana Mola wao, ni kukosea dhana zao wao kwa Mola wao. Faardahum hadha dhannu au faardahum dhalika dhannu, ikawaangamiza wao dhana hii. Wa hadha sha'nu kulli man jahada sifati kamalihi wa nu'uta jalalihi, na hii ndio shani ya kila yule ambaye kapinga sifa za ukamilifu wake Allah, kadhalika na zile sifa za utukufu wake, kisha akaendelea baada ya hapo hakuridhika na kule kupinga tu sifa za Allah, la, au na kule kuwa kwamba yeye kaingia kwenye hali ya kuzikanusha sifa za utukufu wake yeye na ukamilifu wake yeye. Wa wasafahu bima la yaliqu bihi, na akamsifia Allah kwa maana akamuelezea na kumtaja Allah kwa yale ambayo Allah haendani nayo. Fa idha dhanna hadha annahu yudkhiluhu aljanna kana hadha ghururan wa khida'an min nafsihi wa taswilan min ash-shaytani la ihsana dhannin bi rabbih. Atakapodhania huyu aliyekuwa na sifa hizi kwamba atamuingiza Allah yeye, kwa maana yeye ataingizwa na Allah peponi, inakuwa huku ni kughururika, kuhadaika kutokako kwenye nafsi yake na kule kupambiwa uovu na sheitani. Kupambiwa uovu ambako chimbuko lake kunatoka kwa nani? Kwa sheitani. Wa nas'alullaha salamata wal afia. Na huku kunakuwa sio kumpambia vizuri na wala sio kumfanyia dhana Allah kwa uzuri. Fata'ammal hadha almawdi', hebu zingatia wewe. Fata'ammal hadha almawdi', hebu zingatia wewe sehemu hii, hebu zingatie hii sehemu. Wata'ammal shiddat alhajati ilayhi, na zingatia ule ukubwa wa ile hitajio kwenye kunako sehemu hii. Kuna ule ukubwa wa ile haja kwenye hii sehemu. Fakaifa yajtami'u fi qalbi al-'abdi tayaqunuhu bi annahu mulaqinillaha wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanahu wa ya'lamu sirrahu wa alaniyatahu. Vipi kukusanyike kwenye moyo wa kiumbe kule kuwa na yakini kwake kwamba yeye ni mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasikia maneno yake, kadhalika na anaona ile sehemu yake yeye aliyokuwepo, na anajua usiri wake na udhahiri wake. Wala yakhfa alayhi khafiyatun min amrihi, na wala hapafichikane kwake yeye Allah jalla waala chochote chenye kujificha katika mambo yake huyo kiumbe. Wa annahu mawqufun baina yadayhi, na kwamba huyo kiumbe atakuwa ni mwenye kusimamishwa mbele yake yeye. Wa mas'ulun an kulli ma amila, na yeye ni mwenye kuulizwa huyo kiumbe kuhusu kila lile ambalo kalitenda katika dunia. Wa huwa muqimun, kisha yeye ni mwenye kuendelea, mwenye kudumu ala masakhitihi, juu ya yale ambayo humchukiza Allah. Mudayyi'un li awamirihi, na hali ya kuwa ni mwenye kupoteza maamrisho yake Allah. Alichokiamrisha Allah yeye hana habari nacho, la fasla wala wasla, la hawla lahu wala quwwa. Mu'attilun lihuquqihi, na ni mwenye kuzitengeusha sifa ni mwenye kuzikengeusha haki zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma hadha yuhsinu dhanna bi rabbih, kisha
yeye pamoja na haya yote aliyokuwa nayo haya, eti anaifanya mzuri dhana yake kwa Mola wake. Yani ana dhana mzuri kwa Mola wake, anamdhania Allah vizuri. Yani yawezekana vipi haya? Sheikh akasema wa hal hadha illa min khada'i nufusi wa ghururi al-amani, na haikuwa jambo hili, je halikuwa hili isipokuwa ni katika hadaa za nafsi na ni kule kughurika kwa madai. Isifahamu ambayo ina maana ya nini? Ina maana ya inkari, kwa maana ili jambo halikuwa isipokuwa ni hivi, hakuna isipokuwa ili jambo ni kule kuhadalika kwa nafsi na ni katika kughururika kwa kimadai. Sheikh anaika wazi hilo. Waqad qala Abu Umama Sahl ibn Hunayf, na amesema Abu Umama ambaye ni Sahal ibn Hunayf, dakhaltu ana wa Urwa ibn Zubair ala Aisha radhiyallahu anha, niliingia mimi pamoja na Urwa ibn Zubair kwa Aisha Allah amridhie. Faqalat, yeye akasema, law ra'aytuma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi maradin lahu, lau kama mngelimuona mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye yale maradhi ambayo yeye alikuwa nayo, lau kama mngelimuona mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye yale maradhi ambayo yeye alikuwa nayo, wa kanat indi 6 au 7 dananir, na ikawa kuna kwangu mimi, yani Aisha anaelezea, kuna kwangu mimi dinari 6 au 7. Fa amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an ufarriqaha, akaniamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam hizo dinari hizo kadhalika na dirham ni nini, hizo dinari 7 au 6 hizo nizigawe. Faqalat Aisha, yakasema, fashaghalani waj'u Rasulillah sallallahu alayhi wasallam hatta afahu Allah, mimi sikuzigawa zile dinari 6 au 7 kwa kule kushughulishwa, kwa maana yalinishughulisha yale maradhi ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kule kuugua kwake, mpaka mtume akaponeshwa na Allah, akapona mtume, hata afahu Allah, mpaka Allah akampa afya. Ili jambo, angalia ili jambo hili la kule kusahau Aisha amrisho la mtume ambalo lilitokea wakati wa maradhi, kisha angalia mbele ilivyotokea, namna ya ule uzuri wa kumdhania Allah. Akasema, thumma sa'alani anha, kisha mtume alipopona akaniuliza kuhusu zile dinar 6 au 7. Faqala ma fa'alti, akasema mtume, umefanyaje? Akunti farraqti 6 dananir, je wewe ulikuwa umezigawa zile dinari 6? Umezigawa? Aisha akaulizwa na mtume. Faqultu la wallah, nikasema, Aisha anajibu sasa hapa akuelezea ile tukio, nikasema hapana bwana, wallahi mimi sijazigawa. Laqad shaghalani waj'uka, hakika kumenishughulisha mimi kule kuugua kwako, maradhi yako yale yamenishughulisha. Qalat, akasema Aisha, fadaa biha, mtume akaziagiza ziletwe, akaziagiza zile dinari zile, kwa maana akaagizia watu wamletee. Fawadaaha fi kaffihi, akaziweka kwenye kiganja chake, kile kiganja chake mtume. Faqala, kisha akasema, ma dhannu nabiyillahi law laqiya Allah wa hadhihi indahu, ni ipi dhana ya nabii wa Allah lau kama angelikutana Allah na hizi dinari hizi zipo katika upande wake, yani yeye yupo nazo hizi, wa hadhihi indahu, na hizi zipo kwake yeye, ni ipi dhana yake? Kwa maana mtume hapa alitaka kusema kwamba ingelikuwa dhana yake ni mbaya kwa sababu tu ya kule kutekelezwa amrisho lake na Aisha, na Aisha alighafilika kwa kule kushughulishwa na maradhi yake. Akajaribu mtume kulijalia hili kwamba si katika kumdhania Allah vizuri, pamoja na kwamba kulitokea nini, dharura.
je yule ambaye yeye hakuna dharura na akaamua atende uovu kwa kuegemea tu kwamba ana dhana nzuri na Allah, vipi huyo? Allah hivi kadha kadha, Allah kadha kadha, na huku atenda maasiya na shubuhati nyingi, ajitia na akili nyingi. Wa fi lafdhin, na kwenye tamko limekuja hivi, ma dhannu Muhammadin bi rabbih law laqiya Allah wa hadhihi indahu, ni pidhana ya Muhammad kwa Mola wake lau kama yeye angelikutana Allah subhanahu wa ta'ala na hizi dinari hizi zipo kwake yeye, kwa maana dhana yake ingelikuwa mbaya. Sasa ukitazama lile jambo tu, subhanallah, Sheikh akaendelea kusema faya lillahi ma dhannu ashabil kaba'iri wadh-dhalama billahi idha laquhu wa madhalimul ibadi indahum. Ni pidhana kwanza. Sheikh akasema faya lillah, na ili tamko wanasema ulama hutajwa kwenye upande wa kuleta ile hali ya nini, ya taajjub na kunini, na kushangaa na kadhalika. Pia vile vile kwenye ile hali anasema kwamba kutaka uokovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pale ambapo litatokea jambo kubwa au pia msiba pia husemwa. Ni ipi dhana ya wale watu wenye madhambi makubwa na watu wa dhulma wale ambao wao dhana yao kwa Allah pindi pale ambapo watakutana na Allah jalla wa ala na madhalim, zile dhulma, kwa maana haki zilizokuwa dhidi ya wao zawaja wa Allah indahum, zipo kwa wao. Dinari 6 ama 7 mtume alijaribu kutaka kuona kwamba hii ni dhana mbaya kama nitakutana na Allah na dinari za watu zipo kwangu, sijazigawa kwa wenyewe. Je, hawa ambao wana madhambi makubwa makusudi, na mtume hakukusudia kwamba afya aliyokuepo nazo, hakukusudia hivyo, lakini pamoja na hivyo ikatokea hii hali. Fa in kana yanfa'uhum qawluhum, lau kama ikiwa ina wafaa wao kule kusema kwao, hasanna dhununana bika, tumezifanya vizuri dhana zetu kwako wewe Allah, tumezifanya vizuri zile dhana zetu kwako wewe Allah, annaka lan tu'adhiba dhaliman wala fasiqa, kwamba wewe hutomwadhibu dhalimu yoyote wala fasiki yoyote. Falyasna'il 'abdu ma sha'a, na atende mja lile analotaka yeye. Waliyartakib kullama nahahu Allahu anhu, na atende kile ile ambalo Allah kamkataza yeye. Waliyuhsin dhannahu billahi, na aifanye vizuri dhana yake kwa Mola wake. Fa inna an-nara la tamassuhu, kwamba moto hautomgusa yeye. Fa subhanallahi ma yablughu al-ghurur au al-gharur, pia ukasema al-gharur au ghurur, sababu imekuja al-gharur na al-ghurur pia imekuja hivyo fa subhanallah ma yablughu al-ghurur bil 'abdi, utakasifu ni Allah ni kiasi kilichoje ambacho hufikisha hii hadaa kwa huyo mja. Yani kwa maana ni kiasi gani ambacho hadaa humfikisha mja, yamfikisha wapi? Yamfikisha mbali sana. Waqad qala Ibrahimu liqaumihi, na hakika amesema Ibrahim kuambia watu wake, aifkan alihatan duna Allahi turidun, hivi miungu ya kuzusha, waabudiwa wa uongo kinyume na Allah ndiyo mnataka? Angalia ili jambo tu akalihukumia Ibrahim kwamba ni katika dhana mbaya, akafanya kuleta istifhamu ambayo yaonesha uhakika wa hicho kinachoulizwa. Fama dhannukum bi rabbil alamin, basi ni ipi dhana yenu nyinyi kwa Mola wa walimwengu wote? Dhana yenu ipoje? Suratu Safati, hiyo aya ya 86 mpaka 87. Ay ma dhannukum bihi an yaf'ala bikum idha laqitumuhu wa qad abadtum ghayrahu, kwa maana ipi dhana yenu kwa Mola wenu kwa yale ambayo atakufanyieni nyinyi
pale ambapo mtakutana na yeye na hali ya kuwa mmeabudia asiyekuwa yeye. Uangalia hapa sasa jinsi watu wanavyoteleza na kuingia kwenye mashimo ya kutenda maasi mbalimbali. Waman ta'ammala hadha al-mawdi' haqqa ta'ammul, na yeyote atakayezingatia sehemu hii ule ukweli wa kuzingatia, alima anna husna dhanni billahi huwa husnul amali nafsuhu, atajua kwamba ule uzuri wa dhana kwa Allah, kumdhania Allah dhana mzuri ni kule kutenda matendo, ni kule kuwa na uzuri wa matendo, tena ule uzuri wenyewe. Au unaweza kujalia kwamba hiyo nafsi ni taukidi ya amali, ukasema huwa husnul amali nafsihi, ni ule uzuri wa matendo, hayo matendo yenyewe, au ni ule uzuri wa matendo, ule uzuri wenyewe. Utaangalia yote utakapojalia hiyo nafsi kwamba ni taukidul maanawi ila taukidi ya tamko al-amal ama tamko husn. Kisha akasema rahimahullah, fa innal 'abda inma yahmiluhu ala husnil amali husnu dhannihi bi rabbih, hakika si vingine, hakika ya mja humpelekea yeye kule kutenda matendo mema, ule uzuri wa dhana yake kwa nani? Kwa Mola wake. Annahu yujazihi ala a'malihi wa yuthibuhu alaiha, kwamba yeye Allah jalla wa ala atamlipa juu ya yale matendo yake, kadhalika na atampa thawabu juu ya yale aliyotenda. Wa yatakabbaluha minhu, na kwamba hayo matendo atayakubali kutoka kwake yeye. Falladhi hamalahu ala husnil amali husnu dhanni, lile lilompelekea kwenye kutenda matendo mazuri ni kule kuwa na dhana mzuri kwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lilompelekea kwenye kutenda yaliyokuwa mazuri ni ile dhana yake aliyokuwa nayo njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Sheikh akaendelea kusema, fa kullama hasuna dhannuhu bi rabbih hasuna amaluhu, kila pindi pale ambapo itakuwa mzuri dhana yake kwa Mola wake, yale matendo yake yatakuwa mazuri. Kwa hiyo kwa maana tukikuona watenda uovu kisha ukasema kwamba wamdhania Allah vizuri, wewe muongo, kwa sababu dhana yako kama ni njema isingelikupeleka kwenye uovu. Wa illa, anasema Sheikh, na wa illa si hivyo, fa husnu dhanni ma'a ittiba'il hawa ajzun, kule kuwa na dhana mzuri, yani kwa maana dhana mzuri pamoja na kuambatana na kule kufuata matamanio ni kushindwa. Umeshindwa wewe, umebweteka, kama fi hadithi at-Tirmidhi wal Musnad, kama ilivyokuja hilo kwenye hadithi ya Imam at-Tirmidhi, kadhalika na kwenye al-Musnad min hadithi Shaddad ibn Aus, kutoka kwenye hadithi ya Shaddad ibn Aus ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema, alkayisu man dana nafsahu, alkayisu aliyekuwa mwerevu, aliyekuwa na akili, alkayis ay alfatin, man dana nafsahu ay man hasabaha, yule ambaye yeye ataihesabu nafsi yake, wa amila lima ba'da almaut, na akatenda kwa ajili ya yale ambayo yako baada ya kifo, kwa sababu kuna mambo ambayo yapo hayo baada ya kifo. Kwa hiyo aliyekuwa mwerevu na mwenye akili huwa anatenda kwa ajili ya yale ambayo yanakuwa ni yenye kufata baada ya kifo. Wal ajizu, na aliyeshindwa ambaye huyu tayari ashabweteka, man atba'a nafsahu hawaha, yule ambaye ataifatishia nafsi yake matamanio yake, watamanna ala Allahi, na akatamani kwa Allah tu, kwa maana akawa na matamanio tu, Allah hivi kadha, Allah hivi. Hadithi kaitaja Imam at-Tirmidhi, ambayo ni hadithi nambari 2459, na Imam Ahmad naye kaitaja kadhalika vile vile, ingawa kaidhoofisha al-Imam
Al-Albani kwenye Dhaifu al-Jami' hadithi nambari 4305. Wabiljumla, anasema Sheikhna kwa ujumla, fa husnu dhanni inma yakunu ma'a i'tiqadi asbabin najah.